Ubeti wa mwisho. Introiti 561. Introiti 561. Kumbuka, e Bwana, rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako tokea zamani. Na kungojao hawataibika hata moja. E Bwana, na kuinulia roho yangu, Mungu wangu, nimekutumaini. Nimekutumaini wewe nisiaibike. Kumbuka, e Bwana, rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako tokea zamani. Ndugu zanguni, tunamshukuru Mungu anayetutegemeza, anayetuongoza, anayetufadhili, anayetuchunga kwa uweza wa mkono wake daima. Namshukuru Mungu kutujalia kufika salama siku ya Bwana ya leo. Leo ni siku ya Bwana ya pili wakati wa Kwaresma, lakini pia ni siku ya kwanza, yaani tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Lakini pia ni siku tuliyoiweka wakfu kwa ajili ya
lile ambalo tulikusudia katika parishi yetu kuwa ndio siku ya kupanda na Bwana. Tumeiandaa toka tulipoanza mwaka huu kwa neema ya Mungu tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Tukakubaliana siku ya Bwana ya leo tarehe 1 mwezi wa 3 tutakuja kwa mioyo iliyojaa utayari kutekeleza nadhiri tuliyoiweka kupanda na Mungu wetu. Kila mmoja aichukue siku hii kwa namna ya pekee, na kwa kuwa tunapanda na Bwana na leo ni tarehe 1, siku ambayo pia huwa tunakuja kila mwezi kwa ajili ya kushukuru Mungu mwezi ule anaotujalia kuona na kuuaga. Hivi tutakuwa na maeneo hayo mbele za madhabahu ya Bwana kumshukuru Mungu kwa mwezi wa pili umeisha salama, lakini pia kutenda lile tuliloliweka kama nadhiri kwa Mungu wetu. Basi kila mmoja na aipishe dhamira hii njema kwa Mungu, ili kwa njia ya kusimama kwa uaminifu kuitendea haki sawasawa na nadhiri zetu siku hii ya leo, awepo na Mungu akitubariki, awepo na Mungu akitufungulia yale ambayo pengine kama si kuweka nadhiri ya kupanda na Bwana tusingaliyashuhudia katika maisha yetu. Wazo kuu ni utakaso. Tupo katika majira haya ya Kwaresma, bado tunaalikwa kuishi tukitembea na kuliinua neno hili utakaso. Mungu akubariki sana uliyekuja mbele za Mungu siku ya Bwana ya leo, ili kwa pamoja tuone ukuu wa Mungu katikati yetu, hatua moja baada ya nyingine katika ibada hii. Na tuanze ibada hii ya misa takatifu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tamka pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumuungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Kutoka
Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, twaungama kwamba tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu kwa mawazo na maneno na matendo, na kututimiza yatupasayo. Twasikitika sana, twatubu. Kwa njia yake Yesu Kristo tusamehe na utusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika upya wa maisha kwa utukufu wa jina lako. Amen. Mwenyezi Mungu anayewasamehe wote watubu kwa kweli, akurehemuni, akusameheni dhambi zenu zote, akutieni nguvu, akuimarisheni katika wema wote, akufikisheni kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tusimame. Bwana akae nanyi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, unaona ya kuwa sisi hatuna wema wowote, ili tuhifadhiwe na madhara yote yawezayo kuupata mwili na kusafishwa na mawazo mabaya ya moyoni, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu Mungu, daima milele na milele. Kanisa Sikilizeni neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7 kuanzia aya ya 17 mpaka ya 24. Kitabu cha Mwanzo sura ya 7 kuanzia aya ya 17 mpaka mstari wa 24. Mwanzo 7 kuanzia aya ya 17 mpaka ya 24. Ile gharika iliyokuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi, yakaelea safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote ilikuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitu na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu. Kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Kila kilichokuwako katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafuatiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani, vilifutiwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Hilo ndio neno la Bwana. 3 hadi 40. Ee Bwana, unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hata mwisho. Unifahamishe nami nitaishika sheria yako, na kuitii kwa moyo wangu wote. Uniendeshe katika mapito ya maagizo yako, kwa maana nimependezwa nayo. Unielekeze moyo wangu na shuhuda zako, wala usinielekeze
ulivyofaa, unihuishe katika njia yako. Umthibitishe mtumishi wako ahadi yako inayohusu kicho chako. Uniondole laumu niliyoogopa, maana hukumu zako ni njema. Tazama, nimeyatamani mausia yako, unihuishe kwa haki yako. Somo la pili. Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho sura ya 6 kuanzia ya kwanza mpaka ya 11. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho sura ya 6 kuanzia ya kwanza mpaka ya 11. Je, mtu wa kwenu akiwa anadaawa juu ya mwenzake asubutu kushtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwawaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa. Nasema haya nipate kuwatayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake? Bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu, tena mbele wasioamini. Basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashtakiana ninyi kwa ninyi. Maana si afadhali kudhulumiwa? Maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hayo, ninyi mwenyewe mwadhulumu au watu na kunyang'anya mali zao, naam hata ndugu zenu. Hawa msijidanganye, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala wevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Nanyi baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Ndio neno la Bwana. Unirehemu, Ee Mungu, unirehemu mimi, maana roho yangu imekukimbilia wewe. Utapeleka toka mbinguni na kuniokoa. Trakti. Nimekuinulia macho yangu, wewe uketie mbinguni, kama vile macho ya watumishi wa mkono wa bwana zao, kama macho ya mjakazi
ndivyo macho yetu kwa Bwana Mungu wetu. Uturehemu Bwana. Wimbo 179, wimbo 179. Kristo uwe macho, uwaone hawa jeshi la Shetani wanakuzunguka. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili kama alivyoiandika Mathayo mtakatifu sura ya 17 kuanzia na aya ya kwanza.
Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili kama alivyoiandika Mathayo mtakatifu sura ile ya 17 kuanzia na aya ya kwanza. Na baada ya siku 6 Yesu akamtwaa Petro na Yakobo na Yohana na nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia, wakazungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuweko hapa. Ukitaka nifanye hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuri, na tazama, sauti katoka katika ile wingu ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia, walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa, akasema, inuka, wala msiogope. Wakainua macho yao wasimuone mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yoyote habari ya mambo haya, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Hiyo ndiyo Injili ya Bwana. Bwana, neno lako Baba yetu na Mungu wetu, tunakutukuza Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, hakuna Mungu kama wewe. Ninalibariki jina lako, ninalitukuza kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Utukufu, heshima na enzi na adhama ni vya kwako. Sante Mungu kwa ajili ya siku ya leo, Bwana, ya mwezi wa 3. Mungu, tumesimama kwenye lango la mwezi wa 3. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neema ulionipa kusimama Bwana kwenye madhabahu hii. Roho Mtakatifu ulio mwalimu wangu na kiongozi wangu, ninaomba unijalie mtumwa wako kulinena neno lako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Maneno yangu yanyamaze, neno lako lisimame, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wote tuseme amen. Amen. Pigie Yesu makofi. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Hayo makofi ni ya mwenyekiti wa serikali za mitaa. Ongeza makofi kwa Yesu. Hayo ni makofi ya diwani. Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza makofi, Yesu asikie. Pigie Yesu tena. Nisikie vigelegele vya wamama hapa.
Haleluya! Bado sijasikia makofi. Hayo makofi ni ya mwenyekiti wa serikali za mitaa. Nataka tumpigie Yesu makofi. Yesu ambaye ametutendea, wale waliotendewa na Bwana. Pigia Yesu makofi ya nguvu kabisa. Haleluya, 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 watu wa Kunduchi. Amen. Mungu akubariki sana uketi kwenye uwepo Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ninatumia nafasi hii kwa unyenyekevu. Ambalo Mungu ametupa siku ya leo lina kichwa kinachosema nguvu ya sadaka ya shukrani unapoingia msimu mpya. Nguvu ya sadaka ya shukrani unapoingia msimu mpya. Nguvu ya sadaka ya shukrani unapoingia msimu mpya. Mimi ni mwalimu, kwa hiyo natamani kuona unaandika, itakusaidia sana. Nguvu ya sadaka ya shukrani unapoingia msimu mpya. Na kama unaandika, andika lengo la somo. Andika lengo la somo ni ili upate maarifa yatakayokusaidia kujua kanuni za kiroho unapoingia msimu mpya. Lengo la somo ni ili upate maarifa yatakayokusaidia kujua kanuni za kiroho unapoingia msimu mpya. Lengo la somo ni ili upate maarifa yatakayokusaidia kujua kanuni za kiroho unapoingia msimu mpya. Na tunapozungumza kwa habari ya msimu mpya, tunazungumza kwa habari ya mabadiliko ya majira, kwamba leo ni tarehe 1. Kwa hiyo kama tarehe 1, maana yake tumetoka mwezi wa 2, tumeingia msimu mpya ambao ni mwezi wa 3. Tuko sawa? Kwa hiyo mwezi mpya kwa mujibu wa majira, maana yake tumeingia msimu mpya, kwa sababu tulikuwa mwezi wa 2 na sasa tuko mwezi wa 3 na leo ni tarehe 1. Kwa hiyo tuko majira mapya au msimu mpya. Sasa kwa sababu tunaingia msimu mpya, umuhimu wa sadaka ya shukrani, jambo la kwanza ni hila hapa. Andika unapoingia msimu mpya, unapomshukuru Mungu kwa sadaka yako. Unapomshukuru Mungu kwa sadaka yako, jambo la kwanza inaonyesha unyenyekevu wako kwa Mungu. Jambo la kwanza inaonyesha unyenyekevu wako kwa Mungu, kwamba Mungu, umenitetea mwezi wa kwanza, umenitetea mwezi wa 2, na hapa nilipofika leo tarehe 1 sio kwa nguvu zangu, ni kwa neema yako Mungu. Si kwa sababu mimi ninaweza sana, kwa sababu tunafahamu kuna watu wengi ambao hawajavuka huu mwezi. Mimi nakumbuka, Linda, umenipigania kwenye biashara, umeniepusha na mabaya mengi. Mungu, nakuja na sadaka ya shukrani kwenye madhabahu kukwambia Mungu asante. Anasema huyo ndiye anayenitukuza. Sasa B anasema hivi, na kwa sababu hiyo nitakapoiona sadaka yake ya shukrani, anasema huyo ameutengeneza mwenendo wake. Anaposema mwenendo wake, maana yake njia zake. Maana yake sadaka ya shukrani, cha kwanza
inamtukuza Mungu, inamuinua, inampa Mungu heshima, inampa Mungu utukufu. Alafu jambo la pili anasema hivi, sadaka ya shukrani inatengeneza njia. Anaposema inatengeneza njia, maana yake ni nini? Kwamba mwezi wa tatu kuna mipango adui alikusudia juu ya maisha yako. Alikusudia kuvuruga ndoa yako, alikusudia kuvuruga biashara yako, alikusudia kuleta shida kwenye afya yako, kuvuruga watoto wako, kuleta mafarakano pale kazini. Kwa sababu ya sadaka ya shukrani, anasema atakuwa ameutengeneza mwenendo. Mwenendo maana yake safari yake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu anachosema kwamba kwa sadaka ya shukrani itamfanya Mungu atembee na wewe katika msimu mpya. Nisikie amina za watu basi. Nasema hivi, anasema atakuwa ameutengeneza mwenendo wake. Kwa lugha nyingine, maana yake Mungu atakapoiona sadaka ya shukrani kwamba Mungu nakushukuru, nimekuletea sadaka ya shukrani, anasema huyo amenitukuza, maana yake ameniheshimu. Alafu jambo la tatu anasema huyo ameutengeneza mwenendo wake, maana yake unaruhusu Mungu atembee na wewe kwenye biashara. Mungu atatembea na wewe kwa watoto wako, Mungu atatembea na wewe, kwa sababu wewe uko hapa leo, watoto wako wako shuleni, watoto wako wako boarding, watoto wako wako vyuo, haujui wanaishije. Lakini unapoachilia sadaka ya shukrani kwa ajili ya shukrani mbele za Bwana, anasema huyo ameutengeneza mwenendo, maana yake unaruhusu Mungu atembee na wewe kila eneo. Na ninakuombea leo, mwezi wa tatu, Bwana atembee na wewe kwa jina la Yesu. Amina. Hazitoshi, ngoja nihamie huku, ngoja nikimbilie huku. Nasema hivi, ninakuombea leo, mwezi wa tatu, Bwana atembee na wewe kwa jina la Yesu. Bwana atembee kwenye wewe, Bwana atembee na wewe kwenye biashara yako, Bwana atembee na watoto wako, Bwana atembee kwenye afya yako. Nasema Bwana atembee na wewe kwa jina la Yesu. Na Mungu anapotembea na wewe, nisikilize vizuri, Mungu anapotembea na wewe katika njia zako, Mungu anapotembea na wewe katika njia zako, nini kinatokea? Angalia Zaburi 118. Nini kinatokea? Mungu anapotembea, uwepo wa Mungu, unaporuhusu uwepo wa Mungu utembee na wewe katika maisha yako au katika msimu mpya, nini kinatokea? Angalia Zaburi 118. Nataka nikuonyeshe vitu hapo. Nataka uone umuhimu wa sadaka ya shukrani unapoingia msimu mpya. Na hii iwe kawaida, iwe desturi, sio mpaka usisitizwe, sio mpaka ukumbushwe. Weka utaratibu kwamba ikifika msimu mpya, mwanzo wa mwezi, ikifika mwanzo wa mwaka, na achilia sadaka yangu ya shukrani. Utaona matokeo makubwa. Angalia kitabu cha Zaburi, baada ya kutoa sadaka ya shukrani, nini kinatokea? Zaburi 118. Zaburi 118 ule mstari wa 13. Tumeiona Zaburi 118 unapoachilia sadaka ya shukrani. Zaburi 118 mstari wa 13, tusome wote kwa sauti, twende. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Tusome tena, twende. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Kwa hiyo kumbe, unapoingia msimu mpya, kuna maadui ambao wamejipanga kukuangusha, wamejipanga kukuaibisha, lakini kwa sababu unatembea na uwepo wa Bwana, Daudi anasema hivi, maadui zangu walinisukuma ili nianguke, lakini Bwana alinisaidia. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa na kawaida, anapoingia msimu mpya anamshukuru Mungu wa sadaka yake. Kwa hiyo hata maadui wakiinua vita ili kumwangusha,
Bwana alikuwa anamsaidia Daudi. Na mimi nakuombea leo, maadui zako watakusukuma mwezi wa 3, hautaanguka kwa jina la Yesu. Watakusukuma uanguke kwenye biashara, lakini nasema hautaanguka. Watakusukuma uaibike kwenye ndoa yako, lakini hautaaibika. Watakusukuma uanguke kazini, lakini nasema Bwana hatakusaidia kwa jina la Yesu. Nasema Bwana hatakusaidia, Bwana hatakusaidia. Wako wapi washindi hapa wanaosema mwezi wa 3 sitaanguka, mwezi wa 3 sitaanguka kwenye biashara, sitaanguka kwenye kilimo, sitaanguka kwenye mifugo, sitaanguka kwenye ndoa, sitaanguka. Wako wapi washindi hapa wenye imani wanaosema Bwana hatanitetea, Bwana atanitetea, Bwana atanitetea? Na mimi nakuombea leo, mwezi wa 3 Bwana akushike mkono wako. Nasema Bwana akushike mkono kila mahali unapoenda, Bwana akushike mkono. Maadui zako watafanya vita na wewe, lakini hawatashinda kwa jina la Yesu. Watakusukuma uanguke, watashangaa unapita katikati yao. Wakiuliza imekuwaje, waambie Bwana amenisaidia. Kwa sadaka ya ujenzi, sadaka ya ujenzi. Uweza wako unashangaza.
Bwana akae nanyi. Tuombe. Bwana, tunakuomba uzikubali sadaka hizi zetu, ukatusikilize, ili zituongezee upendo wetu na kutupatia wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Tuombe. Bwana, ukuu, nguvu, heshima na utukufu ni vyako, kwa kuwa vyote mbinguni na duniani ni vyako. Vitu vyote hutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba uzipokee na ubariki sadaka hizi na watu wako waliokutolea, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana ikae nanyi daima. Punga mkono amkio la amani. Daima milele na milele. Bwana akae nanyi. Inueni mioyo yenu. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ndio wajibu wetu, ina haki tena ya faradhi kwetu, kila wakati na kila mahali tukushukuru. Bwana mtakatifu, Baba mwenyezi, Mungu wa milele, wewe kwa kufunga kwetu washinda tamaa ndani yetu, wajivutia mioyo yetu na kutupa nguvu pamoja na ahadi za thawabu yako kwa Kristo Bwana wetu. Kwa yeye sisi nasi pamoja na malaika wako na jeshi la mbinguni lote pia
twakutukuza na kuliadhimisha jina lako tukufu, tukikusifu daima tukiimba. Mtakatifu, utukufu na wewe Baba mbinguni, ambaye kwa rehema zako kuu ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Tusikie Baba rehema, tunakusihi, ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru, tuwe washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru na kutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa wanafunzi wake akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, kwa hiyo Baba, kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa ukumbusho alioagiza mwana wako Yesu Kristo. Tunaitangaza mauti yake iliyo dhabihu timilifu aliyoitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja, na kuadhimisha ukombozi aliotupatia. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya ufufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambako anatuombea daima, nasi twatazamia kurudi kwake kwa utukufu. Nawe utukubali katika yeye, twakusihi, tujazwe Roho wako Mtakatifu, ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo nalikusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu,
heshima yote na utukufu. Tuombe. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza akatufundisha, tunathubutu kuimba Baba yetu. Mwana-Kondoo wa Mungu, Mkate huu tumegao ni ushirika wa mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi ndio wengi mwili mmoja, kwa maana sisi sote tunapokea sehemu ya mkate mmoja. Bwana mwenye rehema, tustahili kuikaribia hii meza yako kwa kuitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa rehema zako kuu na za ajabu tustahili sisi kuokota makombo chini ya meza yako, bali wewe ni Bwana na kusema sifa yako ni kwa daima. Kwa hiyo Bwana, tujalie tuwe mwili Yesu Kristo na tukaribie kwa imani tule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyoutoa na kuinywa damu yake aliyoimwaga kwa ajili yetu. Tukumbuke ya kuwa alitufia sisi, tumpokee yeye mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Damu ya Kristo ikulinde mwili na roho hata uzima wa milele. Mwili wa Kristo kulinde mwili na roho hata uzima wa milele. Komunio 561. Komunio 561. Bwana atatoa kilicho chema. 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 Bwana atatoa kilicho chema.
wimbo namba 335, wimbo 335. Oh
Bwana akae nanyi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakusihi wajalie wale uliowaburudisha kwa siri zako wakutumikie vema kwa maisha ya kukupendeza, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele. Tumshukuru Mungu. uhai wako na kaburi. Ushibisha mema uzee wako. Muhimidini Bwana, enyi matendo yake yote, mahali pote pa milki yake. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa na hata milele. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetulisha mwili wa mwana wako Yesu Kristo na damu yake. Katika yeye twakutolea nafsi zetu, roho zetu na miili yetu. Tutume kwa nguvu za Roho Mtakatifu tuishi na kufanya kazi kwa sifa na utukufu wako. Bwana akae nanyi. Bwana awabariki na kuwalinda. Amen. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Amen. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani. Akubarikini Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Bwana wetu Yesu Kristo alisema, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Tumhimidi Bwana. Kanisa, tusimame. Wimbo wa kumaliza ibada, wimbo namba 494. Wimbo 494. Tufike kwa Yesu aetuita, tufike kwa